kulazimika kuja jijini Tokyo kwa ajili ya kuendelea na vikao mbalimbali, kukutana na taasisi za umma, taasisi za serikali, tukiwa na mazungumzo ya namna kuimarisha mahusiano kati ya Tanzania na Japan. Kuanzia tarehe 27 tumeendelea kukutana na taasisi mbalimbali. Jana pia tulikutana na jumuiya ya wafanyabiashara jijini Tokyo ambao wameonyesha interest ya kuja Tanzania kwa ajili ya uwekezaji. Tumekuwa na mazungumzo mazuri, na mazungumzo yetu hasa tumeendelea kuhakikishia kwamba Tanzania ni nchi yenye mpango mkakati wa kukuza uchumi wake, na moja kati ya maeneo ambayo tumeamua kuyaimarisha ni uwekezaji wa ndani ya nchi. Kama tuna Watanzania wanaweza kuwekeza, lakini tumetoa wito pia kwa sekta binafsi kutoka nje ya nchi, ikiwemo hapa nchini Japan. Nchi ya Japan ina miradi zaidi ya 24 ambayo imewekezwa kwenye Tanzania. Kwa hiyo wako wafanyabiashara wana uzoefu wa uwekezaji Tanzania, wanaijua Tanzania, na wametusaidia sana katika kuieleza faida ya kuwekeza Tanzania. Moja, Tanzania ni nchi ya kimkakati kibiashara, kwa sababu mbali ya nchi yenyewe kuwa na wananchi wa Tanzania zaidi ya milioni 61 kama soko, lakini pia tuna soko la wakazi wa Afrika Mashariki, tuna soko la wakazi wa nchi za kusini mwa bara Afrika, lakini kuna mpango wa Umoja wa Mataifa wa uhuru wa kufanya biashara kwenye bara la Afrika. Yote hiyo inapelekea Tanzania kuwa sehemu kimbilio, lakini ndio eneo mahiri la kupata bidhaa za aina zote. Tukiwa tuna bandari 3 muhimu za bahari ya Hindi, tunazo bandari za Ziwa Victoria, Tanganyika na Nyasa, zinapelekea taifa letu kuonekana kuwa ni eneo zuri kwa biashara. Lakini muhimu zaidi ni kuwa na njia ya usafirishaji ya reli, njia ambayo inakatiza kutoka Dar es Salaam kwenda magharibi mwa Tanzania na kanda ya ziwa. Reli hii inayojengwa kuelekea Mwanza, Kigoma na kuunganisha nchi za Burundi na Rwanda zinaonyesha uwepo wa ubora wa ufanyaji biashara kwenye nchi yetu, kwa ni eneo ambalo linaweza kuwapatia faida wawekezaji. Kwa hivyo vikao vyetu tumeendelea jana na leo, tumeendelea kukutana na jumuiya za wafanyabiashara ambao tumehamasisha uwekezaji kwenye maeneo yetu. Moja kati ya maeneo ambayo tunatoa wito wa kuwekeza ni kwenye viwanda, ili tuweze kuzalisha bidhaa nyingi ziweze kutosheleza ndani ya nchi na kuuza nje ya nchi, na bei itakuwa nafuu. Lakini pia uimarishaji wa sekta ya kilimo kwa mkakati tulionao wa kutaka Tanzania iwe ndio sehemu kimbilio kwa chakula kwa nchi zote zilizo jirani na Tanzania. Tumeendelea kutoa wito huo na tumewakaribisha, lakini hasa tunafungua fursa kwa Watanzania wanaotaka kuingia kwenye biashara, kuingia ubia na makampuni ya Japan, ambao na wao wameridhia kwamba kila kampuni itakayokuja baada ya kujisajili itahitaji kuungana na Watanzania ambao wana makampuni kama hayo ili wafanye biashara. Kwetu sisi ni jambo zuri, tutapata uzoefu wa kuendesha biashara, lakini pia kuongeza uchumi wa mtu mmoja kwa Watanzania wenyewe.